Upasuaji wa maiti ya msichana wa umri wa miaka 20 aliyeuawa kinyama wiki iliyopita umeonyesha kuwa alifariki baada ya kunyongwa. Mauaji ya Wanjiru Ng'ang'a wanaongeza idadi ya wanawake waliouawa kinyama katika vijiji vya Kiboronjo, Subukia, kaunti ya Nakuru, akiishi kwa hofu kutokana na utovu usalama. Ruth Sarmoi Chesenge ana mengi zaidi. Ng'ang'a Mutonga, babake Wanjiru Ng'ang'a, ni mwingi wa mawazo. Anatupa kumbukumbu ya mazungumzo yake na mwanawe Alhamisi iliyopita kabla ya kukumbana na mauti yake. Niambia bado anaendelea vizuri na angetamani sana akimalizia hiyo kazi nimnunulie toolbox ndio akimalizia hiyo kosi yake afungue garage yake. Wanjiru aliyekuwa na uhudumu kama makanika katika karakana moja eneo la Kiforonjo alinyemelewa na mtu asiyejulikana jioni ya Aprili tarehe 17 alipokuwa akirejea nyumbani. Akauawa na mwili wake kutupwa kwenye kichaka. Jioni sasa akielekea nyumbani kulikuwa na mvua kubwa sana. Sasa wakati wa kuelekea nyumbani ndio hakufika nyumbani. Sasa baadaye siku iliyofuata ndio alikuja kupatikana kwamba amekufa. Wakati tumeweza kutamatisha, daktari alikuwa anaonelea ni kama kufungwa hewa. Kifo chake kimeibua hisia tete, wakazi wakishutumu ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Hili ni jambo la 6 ambalo limetendeka, ambapo tunapata mtu akiwa ameuawa na kunaweza kuchukuliwa ripoti, lakini ikishapita hatujaipata majibu. Ripoti kutoka kwa polisi yaonyesha kuwa wanawake 725 waliuawa kinyama mwaka uliopita. Wito wangu tu ni kwa serikali watu wafanye jitihada mpaka huyo msichana wangu apate haki, na tena hata hicho kijiji chetu tuwe na usalama. Kifo cha Wanjiru kinaongeza kwenye idadi ya wanawake waliouawa katika njia tatanishi, takwimu za hivi punde zikionyesha kwamba wanawake 129 wamefariki tangia Januari mwaka huu. Ruth Sarmoi Chesenge, NTV, Nyahururu.